Halo Merimela, kuanzia muda huu naozungumza na wewe una masaa 48 tu, hiyo pesa tu tumeshaipata. Vinginevyo jiandae kwenda jela. Goodbye. Dada vipi? Mbona kama upo sawa? Yaani wewe acha tu. Ni kweli mimi sipo sawa. Maana huyu mtu ambaye ananifanya leo hii mpaka anauza vitu vyangu amenipigia simu hapa, amenipa masaa 48 tu. Niwe tayari nimeshamlipa hela yake. Yaani anazidi kunivuruga, hata sijui mimi nafanya nini. Ila tukiachana na hayo vipi sasa? Maana vitu tayari umeshaviona. Sasa sijajua utanigia shilingi ngapi yani. Kwa vitu nilivyoviona humo ndani, kwa vyote nitakupa 300,000. Nini kakaangu? 300,000 kweli? Hapana bwana, mbona vitu vingi tu, tuna vitu vya bei na godoro, kitanda, sofa, TV. Kweli hivyo ndo thamani yake 300,000? Hapana bwana, sio kweli. Au kwa sababu nimeshakwambia kwamba nadaiwa ndio maana nataka kunilalia hivyo? Hapana, naomba niongezee. Yaani mimi nitegemea utaniegea hata 800,000 kidogo hapo afadhali. 300,000 kweli? Hapana bwana. Hivi Brother Dekan, jana niliwasikia wewe na Merimela mkiwa mnazungumzia kuhusu habari za pesa. Ni kiasi kama cha milioni 5 hivi. Ilikuwaje wewe na Merimela mpaka mkapata deni kubwa namna hiyo? Maana milioni 5 sio mchezo. Kabla sijakujibu swali lako, kuna kitu nataka nikuulize. Hivi kwa nini wewe una tabia ya kubadilisha sana wanawake? Kwamba leo huyu, kesho mwingine. Kwa nini? Kaka, huwa mimi na tabia kubadilisha wanawake mara kwa mara kwa sababu wanawake hawaaminiki. Yaani kumwamini mwanamke ni sawa sawa na kushika maji kwa mkono tu. Hapo sasa nimekuelewa. Tena nimekuelewa vizuri sana, ndugu wangu Mchilo. Kosa la mimi kuingia katika deni ulilosikia tukizungumza na Merimela ni kutokana na kwamba niliashika maji kwa mkono. Yaani nilimwamini sana Merimela kupita kiasi. Nikasahau kwamba yeye ni mwanamke, hapaswi kuaminika hivyo. Yaani sikupaswa kabisa kumpa 100%. Na ndio maana unaona yote haya yanaendelea mpaka naye kung'ang'ania kukaa hapa. Chanzo ni yeye mwenyewe. Ila kwa sasa anaona makosa kama ni ya kwangu. Sikujua Mchilo kama ni kosa kumwamini mwanamke. Japokuwa sio wote. Alafu sijamuona Merimela. Vipi, yuko wapi? Merimela aliniaga asubuhi na aliniambia anaelekea nyumbani kwake. Aliniambia akitoka nyumbani kwake ataelekea katika ofisi za mikopo. Na namaanisha yeye moja kwa moja anaenda kukopa pesa. Mimi kwa hivyo vitu nilivyoviona humo ndani 800,000 mimi sina. Labda nikijitahidi sana nikupe 400,000 kama nakubaliana na mimi tufanye biashara. Lakini tena Mungu wangu. Kaka basi ongeza hata kidogo tu. At least hata 600,000 hivi. Nijue nyingine naipatia wapi? Mimi naona biashara ishakuwa ngumu. Mimi naomba niende zangu. Ila kama ungekuwa tayari tungeenda pale dukani ningetoa pesa ningekupa. Hapana kakangu, usinifanyie hivyo. Basi sasa mimi nimekubali utunigie 400,000. Twende kwa wewe wakala ukanitolee hiyo pesa unikabidhi. Alafu na wewe uje kuchukua vitu vyako na mimi nichukue funguo nimpelekee mwenye nyumba. Sawa, twende. Sawa.
Ndio. Alafu unajua kuna shemeji yako namsubiri hapa. Ameniambia atakuja, naona amechelewa sana. Sijui atakuwa yuko wapi. Karibu sana. Karibu kwenye kasri letu. Brother Dekan. Huyu ni mpenzi wangu mpya, anaitwa Zuu. Zuu. Huyu ni kaka yangu, anaitwa Dekan. Dekan, mambo? Poa tu. Karibu. Asante. Alafu nasikia nisha kukuona sehemu. Unaigizaga? Ndio. Huwa naigiza. Ila kwa sasa hivi kuna changamoto zinatokea hapa kwenye familia, kwa hiyo nimepumzika kidogo, lakini huwa nafanya hiyo kazi. Oh my God. Yaani ni kama bahati. Mimi mwenyewe napenda sana kuigiza. Utanifundisha? Wewe acha tamaa. Fuata kilichokuleta. Hebu tuondoke ndani. Udogo huyu atakuja kuvaa ukimwi huyu. Haya. Tetone. Babe, unaenda wapi? Alafu na jana usiku hakulala nyumbani eh? Yaani wa maswali mawili kwa wakati mmoja. Wanaita 2 in 1. Sawa. Naenda huko, kuna mshikaji mmoja hivi nilizungumza naye jana kuhusiana na swala letu la pesa. Kwa kuna pesa nataka nimkope kidogo. Kuhusiana na swala jana sikulala nyumbani ndio. Kuna mwanangu mmoja nililala kwake kutokana na kwamba nilipokuwa nimeenda kwenye harakati zangu nilichelewa sana kurudi. Kwa baada ya kuona usiku umekuwa mwingi nikaona acha nilale huko, nitarudi asubuhi. Basi sawa. Maana mimi mwenyewe tangu nitoke ndio sasa hivi hapa narudi nyumbani. Nimetoka kule kwangu kuuza vitu vyangu vya ndani. Kuna pesa kidogo nimepata. Alafu nimechukua hati yangu ya kiwanja. Kiwanja ambacho alinileaga ex wangu. Nimeenda kuweka bondi kausha damu. Sasa kule kuna pesa kidogo amenipa. Nikachanganya na hii pesa ambayo nimeuza vitu vyangu vya ndani. Imetimia kama vile 3,600,000. Sasa hapo imebaki kama vile 1,400,000 ambayo ndio imepelea babe. Sasa sijui hapo tunafanyaje yani. Vizuri. Mimi nafikiri hiyo 1,400,000 iliyobakia, acha na mimi nijaribu kuhangaika huku na kule nione kama nitaipata. Na ndio maana nilikuwa naenda kwa jamaa kwa sababu nilizungumza naye kuhusu kumkopa pesa. Ngoja nifike nimwambie kama ana hata hiyo 1,400,000 anipe tuje tumalize hiyo. Jaribu kuwasiliana na wale watu tuepishane na haya mambo. Maana mimi mwenyewe kwa kweli sasa hivi sina amani kabisa. Yeye unajua anajutia sana kuendeshwa na hisia. Kwa sababu pasina kuendeshwa na hisia yote asingetokea. Japo kuna muda natamani nikwambie tu kweli kwamba yani wewe ndio sababu ya haya yote. Ila tukiendelea kulaumiana nafikiri hamna chochote ambacho tutakachoambulia. Kwa hiyo acha nihangaike nione kama nitafanikiwa pia. Basi sawa bebe, haina shida, wewe nenda tu. Ila pia nikuahidi kitu. Yaani kuanzia sasa hivi baby sitakusaliti tena. Maana tangu nitembee na yule mpumbavu sijatembea tena na mwanaume yoyote yule. Yaani baby kama tukikutana tena kimwili utaikuta mpya kabisa. Maana sijakutana na mwanaume kimwili muda mrefu sana. Sijui ni miezi 6 au miezi 7 hivi. Na hisi kitu kama hicho. Kwa hiyo baby, ili swala likiisha, naomba tuwe kama mara ya kwanza yani, tufurahie mapenzi yetu. Au unalionaje hilo? Labda. Japo mimi sina uhakika kama mtu akikaa muda mrefu pasina kukutana na mwanaume
anaweza akarudi kwenye hali yake ya mwanzo kama amezaliwa upya, yani kuwa bikra. Kwa hiyo sina hakika na hilo, na kama kweli hujatembea na mwanaume kwa muda wote huo, basi pengine kweli utakuwa umebadilika. Kwa hiyo nafikiri tumalize kwanza hili, afa mambo mengine tutajua kama tutarudiana au la. Mwenyezi Mungu ndo anajua. Kwa hiyo baadaye bwana. Aya, sawa. Mshiro kijana playboy, kaweka roho kwenye flight. Kila kesho msichana mpya anatoka kama usiku wa site. Ameapa hitaji mapenzi, anaamini yote hadithi, lakini mara kaingia mtegoni kwa Fina binti wa Kishua. Fina binti wa Kishua, mbona umtaki unamtesa? Wewe tena. Aya, umefuata nini hapa? Yaani Fina, ujue mimi sina moyo wa kupenda, ila kila nikukumbuka wewe najisi kama siko sawa. Yaani ndio maana nimekuja hapa. Na yaani kuombe tu msamaha, turudiane tuwe kama zamani. Hivi wewe umekuja kugonga ile geti, angetoka kaka au mama, ungewaambia maneno ambayo unaniambia mimi? Fina, nilikuwa nimekaa hapo kuona muda mrefu sana. Kwa hiyo nimeona hata kipindi anapotoka na gari. Na pia najua kabisa muda huu wadogo zako wanakuwa hapo shule. Kwa ndo maana nimekuja hapa, nilijua utakuwa uko free ili niweze kuomba msamaha. Yaani nahitaji tu turudiane tuwe kama zamani. Nakupenda sana mpenzi wangu. Sawa. Mimi niko tayari kurudiana na wewe. Ila kwa sharti moja. Naomba zirudishe siku nyuma ili nisione kama ulishai kutembea na yule binti. Maana nikikumbuka, yani nahisi kinyaa. Ila kama utaweza kutimiza sharti nilokupa, mimi na tutarudiana. Hebu sikia basi Fina. Yaani wewe mwenyewe tangia umezaliwa hapo je kuona mtu anarudisha siku nyuma. Hata malaika wenyewe wanashindwa kurudisha siku nyuma. Mimi nani nirudishe siku nyuma? Hebu nisikilize bana. Acha hizo basi. Na unajua mimi nakuhitaji sana Fina. Yaani tena yaani ikiwezekana sahau tu yote yaliyopita tuwe kama zamani. Au kisa umejua nakupenda sana ndio maana unanifanyia yote. Rudisha moyo wako nyuma basi. Na pia yote yametokea kwa sababu ulikuwa ni wewe. Kwa nadhani mimi ningeweza vipi kuzuia hisia zangu? Kwa Fina, ndio ulikuwa unanipa kila kitu, lakini ulikuwa kunipa mapenzi. Hata ungekuwa unanipa mapenzi yote yasingetokea mpenzi wangu. Yaani nakumaanisha nakupenda zaidi na kuja mpaka kwenu. Tuwe tu kama zamani. Ila pole shati ulonipa ni gumu. Mimi siwezi kurudisha siku nyuma. Kama haiwezekani, kumbuka kwamba mimi nawe kurudiana itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo Fina binti wa Kishua, mbona umtaki unamtesa? Ana akti mkali lakini ndani anachoka. Fina binti wa Kishua, umemgeuza huyo player, anajikuta na afadhali hata nilivyokuona. Nataka hela yangu. Mbona nisikilize. Tani nisikize kwa umakini. Kuhusu swala hela yako, kwanza mimi tulishamalizana tangia siku ile. Nilikwambia kaniitie Fina mkubwa, ukaenda kuleta Fina hao wote wawili, mkubwa na mdogo. Kwa hiyo ulikuwa unategemea nini? Sasa hiyo hela utanipa au nikuitie nataka unibake? Dogo, mtu mzima atishiwi nyau. Sijui unanielewa. Ukitaka kupiga hizo kelele zako, piga. Ukitaka kwenda kushtaki serikali za mitaa, nenda. Yaani fanya chochote unachojisikia wewe, na mimi hela mimi bwana hela kukupa kwanza sina. Yaani kifupi si kupi, tulishamalizana siku ile. Ananibaku. Udogo. Asa unapiga makelele yani? Hebu nisikilize. Atulia nisikilize. Hela yako nitakupa, sawa? Tena kuletea pale pale nyumbani kwenu. Hapa kwa sasa hivi sina hela. Sijui unanielewa. Sasa hizo kelele usipige sio vizuri. Alafu unajua sikia. Nenda nyumbani, sawa? Mimi hela yako nitakuletea. Ole wako usinipi na utaona. Yaani usijali, hela yako nakupa. Ilikuwa shilingi ngapi vile? 200. Fresh, basi mimi nitakupa buku, sawa? Ndio. Poa, nenda. Tangulia. Nenda sasa haraka.
mjomba huyu? Namfahamu. Kakali sio poa kama nawili kinda ponda hapa napata demo hapa. Unamuweza? Kwa hiyo mimi simuwezi kabisa. Wewe tulia, wewe tuondoke. Wewe tena. Mama. We Frankie. Frankie, we Frankie. Frankie. Bado upo? Mama. Wewe, mimi naondoka. Wewe ondoka uniache nao uje ni falani. Basi muelewi. Umechanganyikiwa nini? Mdogo wangu, yule mtu ambaye alikuwa anakuhadithia siku ile ndo haka hapa Kanyao. Huyu ndo mtu ambaye alikuwa anatembea na Mchilo. He, kwa hiyo dada ulikikimbia kijitu hiki. Hata mimi sinaweza nikakapiga yaka. Mimi mwenyewe nilikabunda tu wako unavokaona kakazimia chali, au ukija kumpiga usi ndo unakaua kabisa. Kwa hiyo unajikuta naye kutembea na bwana wa dada yangu. Au nikuzabue?